بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وكبرياء سلطانه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. بعد. Ndugu Islam, tunaendelea na silsila yetu hii ya kujieleza katika mahakama ya walimwengu, katika mahakama ya Waislamu. Ni kwa nini sisi hatukubaliani na Mashia na tunaona kwamba wamepotea, na tunawalingania warudi katika haki na wakamatane na kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam pamoja na ijma'i almuslimin. Kwa nini tunaona hivyo? Katika klipu ya mwisho tulianza kuzungumzia masala ya aqida ya tahrifu alquran, imani kwamba Qur'ani hii tuliokuwa nayo imepotoshwa, yameondoshwa baadhi ya mambo, na yaliondoshwa taban kwa mtazamo wao ni yale mambo ambayo kwamba yanahusiana na sifa za Ahlulbayt pamoja au hususan masala ya uimamu na uongozi na ukhalifa wa al-Imam Ali bin Abi Talib baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyo katika itikadi ya Kishia. Sisi tunalikataa suala hilo la kwamba Qur'ani imepotoshwa kwa ushahidi ambao kwamba tutaeleza baadaye huko mbele, hatujafika. Lakini tulisema kwamba masala haya yatakuwa kidogo yana madarasa 2-3. Leo na kitabu cha mwanachuoni mwingine mkubwa hapa wa Kishia, anaitwa Abu Mansur Ahmed bin Ali bin Abi Talib at-Tabarasi min ulama al-qarni as-sadis. Ana kitabu chake hichi anakiita Al-Ihtijaj. Nafungua ukurasa wa 155 na mpaka 56 nikusomeeni musikia anasema nini bwana huyu kuhusu masala ya kwamba Qur'ani imepotoshwa. Alianza kwanza hapa kuanzia ukurasa 154 na kueleza, ana mambo mengi, vituko vingi sana humu vimo. Ni maajabu makubwa kwa hakika, ni masikitiko, ni msiba unaokuwa na mfano, na ni jambo la kustajabisha kwa mtu mwenye akili yake akatolewa katika haki akapelekwa katika batili hii, na anaona mwenyewe na mwenyewe akajiona kwamba katika haki na akaitetea kwa nguvu zake zote. Jambo la ajabu sana. Katika ukurasa 154 alianza kwa kuzungumzia riwaya fulani hapa ambayo kwamba inamnukuu al-Imam Ali kwamba yeye ndio mjadala wake pamoja na Talha. Talha anamuuliza Imam Ali kwamba hebu nipe habari hiyo Qur'ani ambayo kwamba unayo wewe. Akamwambia Qur'ani hii kanusia Mtume sallam, kapewa wasia na Mtume kwamba ampe al-Hasan bin Ali na al-Hasan ampe al-Hussein, kisha baada ya hapo tena itakwenda katika kizazi cha Hussein mpaka kufikia katika al-Mahdi al-Muntadhar. Halafu akasema maneno haya na kunukulia sasa: wa fi riwayati Abi Dharr al-Ghifari, wa fi riwayati Abi Dharr al-Ghifari annahu qala lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam jamaa Ali al-Qur'an wa jaa bihi ila al-Muhajirin. Alipokufa, anasema nini Abu Dharr, kwamba alipokufa Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi al-Imam Ali alikaa akaikusanya Qur'ani na akawajia nayo al-Muhajirin wal Ansar, pamoja na Ansar, masahaba hao al-Muhajirin na Ansar akawajia nayo Qur'an hiyo. Wa aradhahu alaihim, na akawaonyesha, akawafungulia Qur'an ndio hii ambapo kwamba Mtume kanihusia nikusanye. Naam. Wa aradhahu alaihim lima qad awsahu bidhalika Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo akawaonyesha kama Mtume alivyomuhusia, kwa sababu Mtume alimuhusia fanya hivyo naye akatekeleza. Kwanza hapo kabla kuna mbali, kwani hii Qur'ani muda wote walikuwa hawajui hawa?
Yani tangu miaka 23 Mtume sallallahu alaihi wasallam kuanzia Maka na Madina anafundisha Qur'ani na Sunna kwa kufundisha. Yani kulikuwa na kitu kipya gani ambacho Mtume akikificha ikawa masahaba Ansari na Muhajiri na Ansari hawakijui mpaka aje ajaonyeshe? Sasa mtu hatumia akili yake akaona kwamba huu ni uongo, tunadanganywa. Maanake iko Mtume kafanya hivyo, ni kusema Mtume kwamba hakufikisha risala, Mtume kafanya khiana, kwamba aje Mtume ambaye kwamba katika Qur'an anatuambia kwamba Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba amemtuma ila nasi kafa, ma arsalnaka illa kafatan linnas, lakini akatumwa kwa watu wote, lakini hatima yake tunaona kumbe katumwa kwa Ali tu ndio alomfikisha risala. Haya, tuendelee na hadithi yao. Hadithi inasema hivi: falamma fatahahu Abu Bakar kharaja fi awwal safhatin fatahaha fadhaihu alqaum, basi Abu Bakar alipoifungua ile Qur'ani alipokuwa na Ali, ikawa ukurasa wa kwanza ambao kwamba aliufungua hapo, zikatoka fedheha tele na aibu tele za jamaa hao yani hao masahaba nani, almuhajirin na ansar. Fawathaba Umaru wa qala, Umar akarukia pale akasema, ya Ali, ewe Ali, ardidhu fala hajat lana fi, ondoka nayo hiyo, rudisha Qur'ani yako huko, sisi hatuna haja nayo. Fa akhadhahu alayhi salam wa ansaraf, basi hapo Imam Ali akachukua ile Qur'ani na akaondoka. Thumma ahdharu Zaid bin Thabit, baada ya hapo kamleta Zaid bin Thabit, wa kana qari'an lilquran, na alikuwa yeye akisoma Qur'ani. Faqala lahu Umar akamwambia hivi, anamwambia Zaid bin Thabit, inna aliyan jaa bilquran wa fihi fadaihu almuhajirin wal ansar, hakika Ali amekuja na Qur'ani, ameleta Qur'ani hapa na ndani yake kuna aibu tele, fedheha tele za nani katika Qur'ani hiyo, za nani, za muhajirina na ansar, masahaba muhajirina na ansar, kuna fedheha ndani yake. Fedheha hizo leo hatuzisomi, hazimo, ikimaanisha kwamba Qur'ani hiyo hatunayo sasa hivi, imepotoshwa kama mwenyewe anavyosema kwa wazi, hilo halifichwi. Wa qad ra'ayna an nu'allifa al-Qur'ana, na kwa hivyo Umar anamwambia nani? Anamwambia Zaid bin Thabit, na kwa hivyo tumeona kwamba tuandike Qur'ani, tutunge Qur'ani, wa nusqita minhu ma kana fadhiha wa hitka lilmuhajirin wal ansar, na kile ambacho kwamba ni fedheha na kinavunja heshima ya muhajirin na ansari, basi tukitoe, tukiangusha katika Qur'ani kihakimo. Kwa hivyo Qur'ani mpya inatungwa hapo, ndio hii ambayo kwamba mpaka leo bahati mbaya na wao wanaitumia. Hiyo ndio bahati mbaya sana, na wanaikubali, na kwa maneno yao wanatuambia kwamba wao wanaikubali na wanaitumia ndio katika hakamu kila kitu. Qur'ani ambayo kwamba imetungwa na Umar, ambaye kwamba kwa mujibu wao ni mnafiki, kwa mujibu wao Umar ni kafir. Si hivyo tu, wamefika hadi kumzulia kitu ambacho kwamba lau kuna dola ya Kiislamu atakayekisema basi anapigwa mikwaju mijeledi 80, kumzulia Umar, jambo baya kabisa. Wakasema kwamba yeye ni baradhuli, wamefika kuchukua kusema neno hayo. Lakini Qur'ani aliyoitunga kwa mujibu wao wanaitumia. Unajua kama hawa watu katika batili kubwa sana, wamezama katika matope batili, lakini hawajui. Kwa hivyo kuna jukumu, kwa hakika hili ni jukumu, yani kwa hakika ni jukumu ambalo kwamba mashehe wakae wawafahamishe hawa watu, wasiwatukane, maana wengine hawajui. Na kwambia hawa wengi wamekuja kudanganya kwa mambo mawili msingi wake, tutaje kuzungumzia huko mbele. Hapo ndipo aliponaswa katika mambo mawili, kwa wale ambao kwamba wana ikhlasi miongoni mwao. Kuna wengine wamenaswa kwa pesa, lakini wale ambao wana ikhlasi ndani yao wamenaswa katika mambo mawili, tutaje kuzungumzia huko mbele insha Allah tabaraka taala. Na nikikwambia kwamba wamenaswa kwa pesa, usije kufikiri uongo Manake kuna watu mimi najua wanapewa pesa, wamepewa wamepewa ofa ya kufunguliwa mataam na kitu gani, kwamba mashia wote tukula kwao wakubali kuingia katika ushia. Kwa hivyo si kwamba jambo nazungumza na haikanalo, na waliopewa pesa pia najua kwa maneno yao wenyewe, yani si kwa kuzuliwa, ila kwa kitu kingine. Sasa
Hivyo ndio Umar akafanya hivyo. Vipi bwana, njoo tuandike Qur'ani yetu bwana, tuondoe mambo yote fedheha ambazo kwamba zimo humu katika Qur'ani hii ya Ali. Faajabahu Zaid ila dhalika thumma qala, kwa hivyo Zaid bin Thabit akakubali, lakini baadaye akasema fa in ana faragtu min alquran ala ma sa'altum wa adhhara Ali القرآن الذي ألفه أليس قد بطل كل ما عملتم. نعم نعم أليس قد بطل كل ما عملتم. Je, anambia ikiwa mimi nitamaliza kuitunga hii Qur'an, nitaitunga hii Qur'an mpaka mwisho nikamaliza. Baadaye tena baada ya hapo Ali, kama mlivyotaka nyie, yani ukaitunga hii Qur'an kama mnavyoniambia, lakini baadaye Ali akaja kaidhihirisha ile Qur'an ya kweli. Hapo sitakuwa kila mlichokifanya nini kazi bure. Anaambia Umar, qala Umar. Kwa hivyo Umar akasema famal hila, je sasa kuna hila gani hapo, tufanye nini? Qala Zaid bin Thabit akasema antum a'lamu bil hila, nyie mnajua zaidi kuna hila za kufanya. Faqala Umar akasema ma hilatuhu duna an naqtula, hakuna hila nyingine isipokuwa tumuue tu huyu Ali amuue. Lakini Umar ndiye alimfanya Ali kuwa ni mmoja katika watu 6 katika shura baada ya kupigwa kijambia, alipokuwa katika mauti yake akamfanyia katika watu 6, lakini huku riwaya yake anatuambia kama Ali auliwe. Haya ni akilini hiyo, yani uongo, yani madhehebu yani imejengeka katika uongo, aqida za uongo, riwaya za uongo, aqida mbaya hazina uhusiano na Uislamu na ziko kwa wingi, na bado watu wanakaa, wengine wanakaa wanapalilia, wamedanganyika. Maskini za Mungu, tuwahurumie na tuombee dua. Hakuna mtume aliyeacha mtu fulani ambaye kwamba si maasumu wala hapati wahi, na taban hakuna isma illa kwa njia ya wahi, kwamba awe yeye ndio anachukua nafasi ya mtume. Hata Abubakar na Umar hachukui nafasi ya mtume, yani kwa maana hiyo ni katika uongozi si kwamba kila atakachokisema yeye Abubakar au Umar kitapita tu, mpaka kiwe kimekwenda sambamba na Qur'an na Sunna. Taban yako mambo jitihadi mbali, mambo yale ambayo kwamba hususan katika mambo utakuta baadhi ya mambo Umar dhahiri ya Qur'ani utaona amesema hivi, kama masala ya mualafat alqulub, ambapo aliondosha watu wengine walikuwa hawana ilmu, wataanza kumlaumu. Hii ni masala ambayo kwamba urifat illatuha wa qad irtafa'at wal hukmu yadur ma'a illatihi, fa in irtafa'at al-illa irtafa'a al-hukm. Hii ni jambo ambalo kwamba sababu yake ilijulikana na ile sababu haipo tena, ndio Umar akaona kwamba hukumu hile haipo tena. Sasa hizi ni jitihadi, masala ya jitihadi mengine, hatuzungumzi masala ya jitihadi sisi. Sasa tunaendelea hadithi yao. Akasema bwana, hakuna njia isipokuwa an naqtulahu wa nastariha minhu, tumuwe tupate utulivu, asitufanyie fujo hapo huyu Ali bin Abi Talib. Fadabbara fi qatlihi ala yadi Khalid bin al-Walid. Kwa hivyo Umar hapo akafanya njama za kumuua Ali kwa kumtumia nani? Khalid bin Walid. Falam yaqdir ala dhalik, lakini kwa hakuweza kufanya hivyo. Halafu baada ya hapo bwana huyu akishia akaendelea riwaya yake hii, akasema hivi: falamma istukhlifa Umar sa'ala Aliyan an yadfa ilayhi alquran fayuharrifuhu fima bainahum. Alipofanywa Umar kuwa ni khalifa, akamtaka Ali kwamba ampe ile Qur'ani ili wapate kuipotoa baina yao. Faqala, akasema nani huyo? Umar anasema ya Abul Hasan, ya Abul Hasan, in jita bil Qur'ani alladhi kunta qadita bihi ila Abi Bakr hatta najtami alayhi. Kwani huileti ile Qur'ani ambayo kwamba walikuja nayo zama za Abu Bakar ili tukapata kukubaliana sote kuifuata Qur'ani hiyo, njoo nayo lete. Faqala alayhi salam, lakini Imam Ali akasema hayhat laysa ila dhalika sabil, wapi tena,
ile jambo liko mbali mno bwana, huna njia tena kulipata hilo. Innama ji'tu bihi ila Abi Bakar litaquma alhujjatu alaykum, mimi sababu ya kuja nayo ile Qur'ani kwa Abu Bakar nilitaka kwamba niosomeshie hoja tu basi, niosomeshie hoja. Wala taqulu yawm alqiyama inna kunna an hadha ghafilin, lakini ili msije mkasema siku ya kiyama kwamba sisi tulikuwa hatuyajui haya. Msije mkasema hivyo, mnayajua, hoja imekuja tayari katika nini ndio kimekataa. Haya, huyo ndo kafikisha. Yani mimi leo akitokea Mkristo anataka kwanza nikampelekea Uislamu au Myahudi, mara ya kwanza akaukataa, mara ya pili akanijia, bwana wewe bora hebu nifahamishe Uislamu, nataka kuingia Uislamu bwana, hebu nifahamishe nitaka nipate kuingia. Nitaambia wapi tena, imepita hiyo mara ya kwanza, ushataka mwenyewe, hujataka mara ya kwanza, basi ndio naingia kilini. Kwa hivyo mnaambiwa mambo ambayo kwamba illogic, mambo ambayo kwamba hayaingii akilini, hayaingii akilini kabisa. Hakuna Muislamu atakayefanya. Yani mimi leo nikija kwako wewe Shia, wewe ndio Shia, kwako wewe madhehebu yako ndio sahihi, unasema mara ya kwanza ukaniletea madhehebu ya Kishia nikayakataa, mara ya pili nikakuja nikakwambia bwana wewe mimi naona kweli hii ndio sahihi, hebu nifahamishe nipate kuingia. Utaniambia wapi? Wapi bwana, tena ishapita hiyo, kushakata mara ya kwanza basi inaingia. Kwa hivyo mliambiwa, yani hivi vitabu vyao mimi nawahusia nyinyi mashasha wa Kisuni, hebu someni vitabu vyao Mashia, mtapata kuona maajabu ya dunia yalokuwemo. Kwa hivyo nyinyi wanakujieni hawa na viji hadithi fulani ambao kama vimo katika vimepenyezwa na Mashia katika vitabu vya Kisuni, ndio wanakotuleani hayo kwa vitabu, lakini hamjasoma vitabu vyao. Wengi wao hawasomi, ni wachache wako watu wametakhasasa sasa na madhehebu za Kishia, unajua ndani nje ndani kulinda kushinda hata Mashia wenyewe wapo, lakini kwa pengine kwa Afrika Mashariki sisi pengine hao kama wapo ni wachache sana, na wengine wanatabia kukatazana, sasa usome nini basi hivyo. Kwa hivyo hapo mtakuwa siku zote hamtoweza kusimama nao hawa watu. Tuendelee hadithi. Naam, baada ya kumjia, baada ya Umar kupata ukhalifa na akataka Qur'an hiyo, na Ali akakataa, akaambia msije mkasema kama mimi si nilikuwa hatujui, au taqulu ma ji'tana bihi, au usije ukasema siku ya kiyama kwamba si hoja tuletea Qur'an yako. Inna al-Qur'ana alladhi indi la yamassuhu illa al-mutahharun wal awsiya min waladi, Qur'an iliyokuwa nayo mimi haishikwi, yani na hii la yamassuhu ana tafsiri mbili katika Mashia na tafsiri yao ila mutahharun kwamba haifahamu wao, hawaifahamu. Sasa ikiwa tafsiri italeta hapa, qarina haionyeshi hivyo kwa hapa, lakini tafsiri hile iko italeta hapa kwamba hawaifahamu isipokuwa hawa watu wa Al-Bayt na nani. Kwa hivyo ndio swala humu, na ndio wewe umekataa kuwafasiria, wewe mwenye kuifahamu, na wao ndio hawana uwezo kuifahamu. Sasa utakalo kitu gani? Lakini itagongana hile wama ala rasuli illa albalaghu mubin. Iko mtume anaambiwa kwamba mpaka jukumu lake ni kufikisha ujumbe ulio wazi, lakini kaleta ujumbe ambao hauko wazi. Umar na lugha yake yote ya Kiarabu alikuwa nayo, anajua Quraysh wakijua Kiarabu sana, Quraysh walikuwa wote wanajua Kiarabu sana, lakini hakuweza kufahamu. Ndio hujafahamu na wewe, sasa utanilaumu kitu gani? Maana kwa watu kama Umar bin Khattabi, Abu Bakar Siddiq na Ibn Abbas na wengine wote hawa hawaweza kuifahamu Qur'ani hiyo kwa jinsi ilivyokuwa. Qur'ani hiyo na undani atakuja kufahamu nani? Mahadi aliingia pangoni eti atakuja kufahamu nani? Abu Abdullah katika maimamu wao atakuja kufahamu wa baadaye. Wale ambao kwamba walikuwa ni mangwengo wa Kiarabu hawataifahamu. Kwa hivyo msiwalaumu watu madamu hawaweza kufahamu, na Imam Ali kataa kufasiria. Qala Umar, hapo Umar akasema fahal liidharihi waqtu ma'lum, katika kuidhihirisha kwa Qur'ani hiyo kuna zama maalum, kuna wakati maalum tadhihiri ya Qur'ani. Faqala alayhi salam, mtume akasema naam, idha qama alqa'im min waladi, ndio atapokuja nani huyo Mahdi muntadhar katika watoto wangu, wa yahmilu an-nas alayhi, na atawafanya watu kwamba waifuate Qur'ani hiyo.
fatajri as-sunnah bihi salawatullah alayhi. Kwa hivyo hapo ndo sunna za kweli za mtume zitakapopita kwa kupitia kwake huyo al-Mahdi al-Muntadhar, amani, rehema na amani za Mwenyezi Mungu juu yake. Hizo ndio itikadi za Kishia ndugu zanguni, na hizo ndio riwaya zao. Sasa mtu anatulingania sisi, anatuambia kwamba tuje katika madhehebu ya Shia, kwamba wao hakuna madhehebu ambayo kwamba imesalimika na mikono ya Mayahudi isipokuwa hii. Huku ndio kusalimika. Sasa hapa riwaya yao inatuambia kwamba Qur'ani ya Ali ndani yake mna fedheha za maansari na muhajirina, masahaba wale. Ukisoma katika Qur'ani katika sura 59 al-Hashr, sura al-Hashr, utakuta Mwenyezi Mungu anasema hivi kuhusu hawa muhajirin na ansar. Tutazungumzia baada ya masahaba hajafika, lakini tunagusia tu. Mwenyezi Mungu anasema lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus sadiqun. Hivyo aya hii ni Mashia haijatosha nyinyi kuongozeni mkafahamu kama katika batil kuhusu hawa masahaba mtume. Hii moja tu. Mwenyezi Mungu anasema kuhusu ile ngawira taban hapa imezungumzwa alfai, na hii inakuwa ni kama ngawira kama ghanima, lakini tofauti yake ni ile kwamba hii imepatikana bila vita. Kwa hivyo hii wanapewa 9 alafu ndio wakazungumzia hapa kwamba mafakiri ambao muhajirina pia nao wanapewa vile vile. Lil fuqara'il muhajirina mafakiri muhajirina hao masahaba muhajirina alladhina ambao kwamba ukhriju min diyarihim, wametolewa katika miji yao na majumba yao, wa amwalihim, na mali zao. Kwa nini? Mwenyezi Mungu anasema, Mwenyezi Mungu sasa wewe unataka kutia ufundi wako. Mwenyezi Mungu anasema yabtaghuna fadlan min Allah ridwana, hawa walitoka kwa kutafuta fadhila za Mwenyezi Mungu, yani riziki, lakini si riziki tu, na waridwana, watafuta radhi za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu mwenyewe anathibitisha kwamba hawa watu wanataka radhi zake. Wewe unaita wanafiki. Wewe unasema kwamba kuna fedheha katika Qur'ani yenu. Je, hapo ndio mmeongoka? Ndio kweli hapo katika madhehebu yenu hakuna mkono Myahudi? Si hivyo tu, sikiza sifa ya pili, wayansuruna Allah wa rasulahu, wametoka kumnusuru Mwenyezi Mungu na mtume wake, kupigania dini ya Mwenyezi Mungu. Hujafahamu bado hapo fatwa za masahaba? Bado hujafahamu tu? Wewe unasema masahaba wote walirtadi isipokuwa 4 tu. Wapi walirtadi? Qur'ani imesema hivi. Wewe unatuleta riwaya yako na kinyume na Qur'ani. Unajua Mashia ni kitu watu ajabu. Maana katika mambo yote kadi zao ikija kitokea kwa aya fulani ambayo kwamba wanadhania wao kwamba kinyume na Qur'ani, watakwambia hii kinyume na Qur'ani. Wala haiko kinyume na Qur'ani. Sasa ile wakati mwingine na wakati wana tawili za kimaajabu ajabu. Abasa wa Taala wale wanampelekea kwa kina Umar na Abubakar, wale sio mtu mwenyewe. Wana sababu za tutaje kuzungumza mambo hayo inshallah wakati mwingine na sababu nyingine. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu amewasifu wenyewe hao kwamba wanamnusuru Mwenyezi Mungu na mtume wake, halafu akasema zama alipomalizia hii aya, fikirini sana, ulaika humus sadiqun, katumia sigha hii hasr kwa sababu ameweka dhamiri الفصل بين المسند na musnad ilayhi, kana kwamba hakuna mkweli mwingine yoyote. Maana yake hapa Mwenyezi Mungu kama akasema vipi, hakuna mkweli yoyote isipokuwa hawa tu. Ndio maana yake alivyosema kwa kutumia hisi aliyotumia, ulaika humus sadiqun, hao ndio wa kweli. Mwenyezi Mungu anasema muhajirin na ansari ni wa kweli. Wewe unatuambia waongo, wanafiki, makafir. Wewe ndio umefuata haki? Wewe umefuata Qur'ani au yeye alifutwa? Manake tunavyojua sisi habari ya Mwenyezi Mungu hazifutwi. Sijasikia mimi kwamba kuna habari inafutwa. Inafutwa ni ahkamu za fiqhiyya, za kifiqhi. Sijasikia alimu akisema kwamba kuna habari ya Mwenyezi Mungu au kuna aqida inafutwa au mambo ya akhlaqi yanafutwa. Sijasikia mimi hata siku moja. Labda wenzetu mmesikia hicho kitu. Kama mmesikia mtu tuambia. Mambo yametaalaka na akhbar kutoka Mwenyezi Mungu, mambo yametaalaka na akhlaq, mambo yametaalaka na aqida, kwamba hayo yanafutwa. Mwenyezi Mungu anatoa habari kwamba hawa ni wa kweli, hawa wanapigania dini yake, hawa wanatafuta radhi zake. Na zingatia hapa
Mwenyezi Mungu kaanza kwanza neno al-muhajirina kati alif na lam. Alif na lam katika ismu fa'il inakuwa kwa maana alladhi, kana kwamba kasema alladhina hajaru, maana yake lilfuqara alladhina hajaru. Na alladhi ni katika siyaghil umumi, ni katika njia za kuonesha ujumla jamala. Hii ni kusema kwamba hapa wanakusudia muhajirina wote, kila muhajiri. Ikiwa kuna istithna moja, utaonesha dalili ushahidi wa sahihi, kwa sababu kama alivyosema wenyewe alkhususiyya tahtaju ila ad-dalil. Unaposema kitu maalum specific, hicho kinahitaji ushahidi wake mbali unao. Kwa hivyo tunamuingiza kila muhajir kwamba hawa ni katika wakweli. Taban kwa hapa pengine ikasemwa vinginevyo, kwa sababu ili alladhi, neno alladhi lioneshe ujumla jamala, ni lazima iwe ile ismu fa'il imeonesha alhuduth, imeonesha tukio, sio alluzum. Na kwa hapa imeonesha alluzum. Hapa muhajirina hapa ni kwamba ni sifa ambayo kwamba imewalazimu hawa ni muhajirina siku zote mpaka kiyama. Hii ni sifa yao, yani moja kwa moja mpaka mwisho dunia. Kwa hivyo inaweza kusema kwamba hapa alladhi haikuonesha umum, lakini al-umum unapatikana kwa njia nyingine, kwa kuzingatia nini? Kwa kuzingatia ni ujumla jamala, kwa kuzingatia kwamba hili ni jina la wingi ambalo kwamba limetiwa alif na lam. Jina la wingi kwa alif na lam ni kama jina la mpweke vile vile, linaonesha umum. Nikisema almuslimuna au nikisema inakuwa ni Waislamu wote mpaka kuwa na ushahidi kwamba huyu yeye hayumo. Nikisema azanjibariyuna wa Zanzibari inakuwa ni wote mpaka kuwa na ushahidi kwamba huyu yeye hayumo katika hao nilokusudia. Kwa hivyo hapa kwa hali yote hapa ujumla umo, ni kwamba nani hawa wote hawa ni wa kweli. Shia katika ile aya kule katika sura Toba, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha kunu ma'as sadiqin, wanafasiri kwamba kuweni pamoja na wakweli, yani maimamu wao. Lakini Qur'ani inajifasiri yenyewe, haifasiriwi tu. Wakweli waliokusudiwa ni jumla ya kweli wakiwemo hawa, na maimamu wenu kama ni wakweli na wataingia na vile vile. Halafu aya inaendelea inasema, walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yuthiruna ala anfusihim wala yuthiruna anfusihim walau kana bihim khasasa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Mpaka mwisho aya. Kwamba hapa kumbe hawa kweli si nani? So muhajirina peke yao. Walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim, wale ambao kwamba walioccupy walikaa Madina, mji wa Madina, na wakachagua imani wa akhlasul imani lillah, kabla hawa muhajirina. Wanampenda yule ambaye kwamba kahama kwenda kwao, na wala hawana chochote katika nafsi zao kutokana na yale ambayo kwamba wamepewa, hawana haja nacho, na wanawapendelea wengine kushinda wao wenyewe, pamoja na kwamba wao wenyewe wana shida, wana dhiki, wana njaa. Wanapendelea maansari au muhajirina. Ansari wanapendelea nani? Muhajirina, na wao wenyewe wahoi, hawana kitu hivyo. Sasa Mwenyezi Mungu amesifu hawa kwa sifa hizi, lakini wao natukana. Wakati baada ya hapo Mwenyezi Mungu akasema hivi, walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ndio Mwenyezi Mungu alivyoamrisha kwamba baada hapo kuwataja hao muhajirina na ansar, Mwenyezi Mungu akasema kwamba na wale ambao kwamba wamekuja baada yao, wao wanatakiwa waseme hivi, Mwenyezi Mungu tusamehe sisi na ndugu zetu waliotangulia katika imani. Taban aya mubashara imekaa hapa, wanaozungumzwa hapa ni masahaba wenyewe ndio waliotangulia katika imani. Wala taj'al fi qulubina ghilla lil ladhina amanu rabbana innaka raufur rahim, wala usijokafanya ukajalia kwa nini katika nyoyo zetu kwa tuna hikdi, chuki. Sasa nyinyi mnayo, sije masahaba mnatukana, mnawalani, mnafanya kila kitu. Kwa hivyo hii riwaya yote alitoa bwana Tabarasi hapa katika nini inajibu na hii aya moja. Taban riwaya yenyewe haina kichwa la miguu kama unavyoiona, lakini ndio imetegemewa na mwanachuoni mkubwa huyo kuthibitisha kwamba Qur'ani hiyo imepotoshwa
kuna mambo yameangushwa. Qur'ani ya kweli alikuwa kapewa Saidina Ali peke yake, na halafu akampa Hasani na Hasani na Hussein, basi hata mashi yao hakuwapa, hakuwafundisha. Yani Qur'ani kapewa Hasani na Hussein, kwanza kapewa Hasan, ikamaliza kwa Hasani, kaenda kwa Hussein. Basi cha ajabu hawajafundisha sisi mashia masunna maibadhi, hata mashia wao pia hawakuwafundisha. Si khiana hii kitu gani? Mnadanganywa kama watoto wadogo, na nyinyi mnadanganyika. Naomba kwa leo tuishi hapa, bado tunaendelea na darasa hii ya kuwa Qur'ani imepotoshwa. Inshallah tutazidi kuzungumza huko mbele kwa haina uzima. Aqulu ma qad sami'tumuhu wa astaghfirullah alazim li wa lakum, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.